Matumizi ya nishati safi ya kupikia ni sehemu ya utekelezaji wa lengo la 7 la maendeleo endelevu la Umoja wa Mataifa linalohamasisha upatikanaji wa nishati safi na nafuu kwa watu wote. Taasisi zinazolisha zaidi ya watu 100 kwa siku zinatajwa kuwa injini muhimu ya mapinduzi haya, huku matumizi ya gesi ya mitungi LPG yakithibitisha kuwa ndiyo suluhisho la kisasa linaloboresha afya, kulinda mazingira, kuongeza ufanisi wa upishi na kupunguza uzalishaji wa hewa chafu. Katika juhudi za kuhamasisha matumizi ya nishati safi nchini Tanzania, shule hii ya sekondari Kanosa iliyopo Tegeta jijini Dar es Salaam imekuwa mfano wa mafanikio kwa matumizi ya gesi ya mitungi yani LPG kupikia zaidi ya wanafunzi 900 kila siku. Naitwa Sister Susan, natokea hapa Kanosa sekondari Tegeta Dar es Salaam. Gesi tumetumia kuanzia 2023. Tunalisha watoto 900 na wameongezeka, lakini tunavyoona kwenye gharama tumekata sana gharama kutumia kuliko tulivyokuwa tunatumia kuni. Na sisi mwanzoni tulikuwa tunaona kwamba ni mchakato mgumu, itakuwa kuaje, labda italipuka siku moja, lakini kwa miaka hii 3 ambao tumetumia tunaona mambo yanaenda vizuri. Faida ambazo naziona, kwa mfano wakati walikuwa wanatumia kuni, wapishi walikuwa wanakohoa sana na macho yao yalikuwa mekundu, yanaathirika. Lakini kwa sasa hivi mpishi anatoka vizuri, hana shida yoyote. Mbali na kurahisisha upishi, matumizi ya LPG yamechangia kuboresha mazingira ya kazi kwa wapishi pamoja na kupunguza athari za kiafya zilizokuwa zinasababishwa na moshi wa kuni na mkaa. Kwa majina yangu ninaitwa Penina Frank Majojo. Ni mfanyakazi wa shule ya sekondari ya Kanosa, eneo la jikoni. Shughuli ambayo tunaifanya hapa jikoni, mimi ni mpishi. Ninatumika kuhudumia, kuwapikia chakula wanafunzi wa shule hii pamoja na wafanyakazi. Nishati ambayo tunaitumia kwa sasa ni gesi. Lakini kabla ya sasa, hapo nyuma tulikuwa tunatumia kuni. Kuna usumbufu ambao tulikuwa tunaupata, ikiwemo moshi. Tukiwa natumia kuni hasa kipindi cha masika, kuni zingine zinakuja zikiwa hazijakauka vizuri, hivyo tukiziwasha huwa zinatoa moshi mwingi sana. Na changamoto nyingine ambayo tulikuwa tunaipata nyakati tunatumia kuni, utakuta ule moto, kwa sababu ukipika chakula lazima upunguze ule moto, kwa maana unakuta sometimes chakula kinaungua pia kwa sababu ya moto kuwa mwingi na hauna kipimo maalum. Maandalizi yake kwa ufupi yalikuwa ni magumu. Kulikuwa kuna ugumu mkubwa tu. Kama tunavyojua kuni kama kuni ni kwamba kwanza hata kwenye kuiwasha ile kuni mpaka iwake ilikuwa inachukua muda. Ila sasa ikisha waka pia unaweza kukuta moto unakuwa mwingi. Sasa tunapata tena kazi kwenye kupunguza ule moto ili chakula kikae sawa. Lakini tangu tuanze kutumia nishati ya gesi, kwa kweli tumeona mabadiliko makubwa katika upikaji. Tunapika chakula katika hali tulivu pasipo kuhangaishwa na jambo lolote. Urahisi wa kutumia gesi na uhakika mkubwa ni kwamba haijalishi wakati wa masika, haijalishi kiangazi, ni kwamba gesi unatumia wakati wowote pasipo usumbufu wowote. Hatua hii pia inaonyesha namna taasisi za elimu nchini Tanzania zinavyoweza kuwa sehemu ya mabadiliko kuelekea matumizi ya nishati safi na salama hapa nchini. Naitwa Eda Nelson Mwakanemile, ni mpishi Kanosa Secondary School. Kwa kweli naifurahia nishati ya gesi. Kwanza kabisa inaokoa muda. Kwa maana nilikuwa zamani napika na kuni, ilikuwa inachukua muda mrefu kuivisha chakula, lakini kwa sasa inatumia muda mchache. Kwa hiyo na mimi nafanya kazi zangu kwa urahisi. Pia yanafanya mazingira unayopika yanakuwa masafi, sio sawa na unavyotumia kuni. Kwa wapishi sana sana walio mashuleni kama mimi, washawishi hata mabosi wao wawekee gesi kwa sababu inaokoa muda. Kwa hiyo wanakuwa nafanya kazi kwa wakati. Chama cha wadau wa gesi ya mitungi Tanzania TZLPJ wameendeleza jitihada za kuhakikisha kwamba kuna matumizi sahihi na salama ya gesi ya mitungi, ikiwa ni safari ya kuwafanya Watanzania watumie nishati safi kwa takriban 80% ifikapo mwaka 2034. Sisi Tanzania LPG Association tunaendelea kusisitiza kutoa elimu kwa wadau mbalimbali katika mashule, taasisi, maeneo ya biashara wahamie, kwa sababu hili ni kundi ambalo linatumia nishati
kwa mfano kuni na mkaa kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo uchangiaji wao katika uharibifu wa mazingira ni mkubwa. Vile vile matumizi ya kuni na mkaa yana athari kubwa katika afya zetu. Kwa hiyo matumizi ya gesi sio anasa, ila ni lazima katika kuelekea kupunguza athari hizi za matumizi ya kuni na mkaa. Vile vile sio gharama kama vile watu ambavyo wanafikiri. Vile vile Watanzania pia na jamii ambayo inatusikiliza sisi ama inatufuatilia wanatakiwa kutambua kwamba sasa hivi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo katika kutekeleza mkakati wa miaka 10 wa nishati safi ya kupikia. Ni katika kupunguza athari hizi zinazotokana na uharibifu wa mazingira hasa ikichangiwa na matumizi ya nishati ambazo sio salama kama kuni na mkaa. Kwa hiyo gesi sio hatari wala sio gharama kama watu ambavyo wanafikiri. Kwa hiyo ukitaka kujifunza zaidi ama ni namna gani utaweza kutumia gesi kwa usalama katika taasisi yako, katika eneo lako la biashara, unaweza ukatufuatilia zaidi katika mitandao yetu ya kijamii kama Instagram kwa TZLPGA, ukatufuatilia pia Facebook, vile vile na mtandao wa X, vile vile katika website yetu ya Tanzania LPG Association, ili uweze kujifunza mengi zaidi na taarifa nyingi zaidi. Ukitaka kuelewa kuhusiana na nishati hii utaweza kutupata huko. Kadri Tanzania inavyozidi kufungua ukurasa mpya wa matumizi ya nishati safi, mafanikio haya yanaendelea kuthibitisha kuwa LPG si tu nishati ya kupikia, bali ni nguvu ya mabadiliko, ikiboresha afya, kulinda mazingira na kujenga mustakabali endelevu kwa vizazi vijavyo.